ulishe vizuri, unywe vizuri, uvae vizuri. Ule ni uwakili wako. Wako wengine ambao wanajinyima. Hawa sio mawakili wazuri. Tunza mwili wako vizuri, vaa vizuri, pendeza, uwe na afya nzuri. Huo ni uwakili wako kwa Bwana. Kuna uwakili wa muda. Tunza muda wako vizuri. The time before times you. Tunafahamu kabisa. Kwa wanafunzi, kwa wazazi, tunafahamu swala la muda. Kwa hiyo tunza muda. Kuna uwakili wa mali, kuna uwakili wa mazingira. Tunza mazingira yako vizuri ili na yenyewe yakutunze. Kuna uwakili wa Injili, kuna uwakili wa siri za Mungu na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo neno uwakili ni pana sana, na sisi tunatakiwa kuuishi uwakili. Uwakili sio sadaka tu. Uwakili ni neno pana ambalo tunatakiwa kuliishi. Leo tutaendelea mbele kidogo. Tusije tukamsahau Mungu. Wapendwa katika Bwana, kuna ugonjwa wa kusahau. Leo tunakumbushwa tusimsahau Mungu. Na hawa alumni wanatukumbusha wazi wazi kwamba wao hawajamsahau Mungu. Ndio maana wamerudi waje wamshukuru Mungu. Amen. Kuna ugonjwa umeingia wa kusahau. Kuna mtu ninayemfahamu anaweza katoka sebuleni akaanza kuchujua nguo moja baada ya nyingine. Amesahau tu kwamba hayuko chumbani. Ni ugonjwa wa kusahau. Anaweza akatoka amevaa nguo nyingine mahali ambapo hapatakiwi pavaliwe. Amesahau. Ameweka pesa mahali anazitafuta siku nzima. Na sisi tunaokata majani kule nyumbani, unaweza ukaweka shani hapa ukalikumbatia, ukaanza kulitafuta ukatafuta, ghafla ukafanya hivi top, likadondoka, ndio ukakumbuka kwamba hivi kumbe nilikuwa nalo. Sasa leo kuna kitu ambacho Mungu anataka kutukumbusha. Na wapendwa katika Bwana, huo ni ugonjwa wa ibilisi. Tukatae kwa jina la Yesu. Hiyo ni ugonjwa kwa ibilisi. Kusahau sio jambo jema. Tusome Kumbukumbu la kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulichonacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mikono yangu, wa mkono wangu ndio ulionipa utajiri huu, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata utajiri, ili ulifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Bwana Yesu asifiwe. Wako wengine wenye kiburi, nilishawahi kusema kwenye Jumapili fulani, mwenye kiburi anapanda kama unyoya, alafu baadaye anaanguka chini, hakuna kitu. Kama nazi, anapanda tu kwa kiburi chake, anajinyanyua, ni kwa nguvu zangu, ni kwa uwezo wangu. Utapanda kidogo alafu baadaye utashuka chini kama nazi. Musa anatukumbusha leo kwa habari ya safari ya wana wa Israeli jangwani miaka 40. Jinsi Mungu alivyowatunza. Aliwapa mana ambayo hawakuijua. Kwanza aliwapa maji. Akagonga mwamba, maji yakatoka, wakanywa maji. Mwamba unatoa maji. Kwa jina la Yesu. Mana mvua ikanyesha kutoka mbinguni, wakapata chakula. Tena wakapata na nyama kwale. Walipokutana na maadui kule jangwani, Mungu akapigana nao vita kwa namna ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atapigana kwa ajili yetu. Tunapokutana na maadui, tunajua kabisa kwamba Mungu anapigana kwa ajili yetu. Sikiliza. Walipofika Yeriko, Yeriko imezungukwa na boma, hakuna namna ya kuingia. Lakini walishindaje? Hawakupigana wao. Waliambiwa wazunguke mara 6, mara ya 7, wakapiga tarumbeta, wakapiga kelele, kuta za Yeriko zikaanguka. Huyo ni Bwana na matendo yake makuu
ambayo aliwatendea. Siku ile ya kutoka Misri, unakumbuka, walipaka tu damu kwenye miimo na vizingiti vya nyumba zile. Baadaye malaika wa kifo alipopita akaruka zile nyumba, hakuingia kule ndani, kwa hiyo wakawa salama. Hayo yote ni matendo makuu ya Mungu ambayo wanaambiwa waangalie wasije wakasahau. Baada ya muda tu Musa akaenda mlimani. Alipokuwa mlimani akachelewa. Unajua alifanya nini? Wakatengeneza ndama wa shaba, wakasema huyu ni Mungu wetu, wakacheza, wakala, wakanywa. Unajua kilichotokea? Waliangamizwa. Ile shaba iliyeyushwa wakanyweshwa ikiwa na moto, waliangamia watu wengi kweli. Wakati mwingine sisi tunaweza tukasema wana wa Israeli wana vichwa vigumu, hawaelewi, sisi hatupo kama wao. Ndugu yangu, jitathmini. Tathmini wewe mwenyewe. Tunapotafakari upendo wa Mungu, jinsi Yesu alivyoteseka, jinsi alivyokufa kwa ajili yetu, itikio letu ni nini? Maisha yetu yanaonyesha nini kwa Mungu wetu? Aliacha enzi yake mbinguni, akaacha utukufu wake, akaja akawa sadaka ya pekee. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ni sadaka ya pekee, ni damu ya thamani. Unaitafakari hiyo damu? Pamoja na hayo, wapendwa, hebu tafakari matendo makuu ya Mungu katika maisha yako. Alumni 2002, niwaambie, hata katika WhatsApp yangu nimewatumia darasani kwetu, nikawaambia tunalo la kujifunza. Amen. Tunalo la kujifunza. Tunapoimba Bwana nimerudi tena, si jambo la kawaida. Wamemaliza hapa miaka mingi, toka 75, ni hawa tu kama wale wenye ukoma. Yesu akauliza, je, wale wengine hawakutakasika? Wale wengine hawakuwa na matendo makuu ya Mungu? Wameyaona, lakini wamesahau. Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, jubilii ya miaka 25, that is silver jubilee. Amen. That is silver jubilee. Ni miaka mingi. Wametafakari, wameweza kwenda kukaa mahali, wakala, wakanywa, lakini wamesema hapana, turudi seminari, tuje tumshukuru Mungu. Maana wanamfahamu mama yao kipenzi aliyewalea vizuri kiroho na kimwili, na sio mwingine, ni LJS. Mungu awabariki sana ndugu zangu kwa kutambua hilo. Wamekumbuka kama Musa alivyotukumbusha leo, tukila na kushiba na kupata mali nyingi, tusimsahau Mungu wetu. Yako mambo mengi aliyotutendea, tusimsahau baba yetu Mungu, na kusema ni wema wako Yesu, ni wema wako Yesu, si mimi tu, si akili zangu, ni wema wako Yesu, ni wema wako Yesu, ni wema wako Yesu, si mimi tu, si akili zangu, ni wema wako
Mshukuru Mungu, yako mambo ya ajabu yanayotendeka. Inawezekana kwamba mwaka huu ulikuwa ukatike Mungu akakuongezea maisha. Nakumbuka habari za Dorcas. Ilikuwa ukatike Mungu akakuongezea maisha. Inawezekana kuna kitu ambacho kingekupata, Mungu akakumbuka sadaka yako kama alivyomkumbuka Kornelio, akasema kwa sadaka yako Mungu amekusikia. Kuna jambo la kufurahia kama Mungu anakumbuka sadaka zako, kama Mungu anakumbuka mambo ambayo unatenda. Ndugu zangu wapendwa, narudia tena, angalieni msije mkajisahau. Tuangalie tusije tukajisahau. Pokea sifa hizi Bwana, tena unibariki Bwana, usijaze baraka zako pia na roho yangu. Baba yetu wa mbinguni, umetukumbusha kupitia neno lako. Naomba utuwezeshe kwa nguvu ya Roho yako Mtakatifu tusisahau matendo yako makuu katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo tuweze kufika madhabahuni pako.